Unajua Cisco, hili naomba uweze kulitunza na baada ya game uje kunifuata. Okay. Mimi ukiniambia ukichukua kocha wa Simba, Fadlu Davis pamoja na Romain Folz, kwa kutokana na mikutano walioifanya na waandishi wa habari mapema, yes. Nikichukua kauli zao, kocha wa Simba anasema kwamba wenyewe hawana pressure kama ilivyokuwa kwa Yanga. Yanga wana pressure zaidi wanapocheza na Simba, kwa maana kwamba wameshinda mara nyingi, kwa hiyo wanaingia na pressure wakitaka wasifungwe tena mara nyingine, wana pressure zaidi kuliko Simba ambao wamefungwa mara nyingi. Kwa hiyo kauli hii mimi nikichukua ni kauli ya mwanaharakati. Unajua wanaharakati mara nyingi sana wanapofikia hatua ya kuanza kutafuta uhuru au kutafuta haki au kutafuta jambo lolote, huwa zinaibuka slogan nyingi sana kwamba za kuweza kutiana moyo. Kwa hiyo kwa sasa kocha amekuwa mhamasishaji. Sishwa katika jambo kama hili ni jambo ambalo linakwenda kunogesha zaidi dabi ya Kariakoo kabisa. Na pia bwana Cisco, anatakiwa utambue kwamba Pierre Pacome Zouzoua pamoja na Clement Walid Mzize, hawa ndio killers wa mwisho kwenye dabi ya Kariakoo, kwa maana kwamba Pacome aliweza kufunga na kutoa pasi saidizi, lakini pia vile vile Clement Mzize naye pia aliweza kufunga goli la ushindi la kuweza kuwapa uhakika wananchi kuwa mabingwa. Kwa hiyo nachelea kusema kwamba hawa ndio watu ambao wameweza kuleta mvuto kwenye dabi ya Kariakoo, kwa maana ndio mashujaa wa mechi ya mwisho. Kwa hiyo hiki ambacho kinazungumzwa, bwana, ni matumaini yangu buheri wa afya mwana michezo mwenzetu popote pale ulipo. Karibu tena dimbani. Jina langu naitwa Cisco. Njoo tukujuze kile ambacho tumekuandalia. Taarifa ni nyingi, lakini mitaa inazungumza kuelekea dabi ya Kariakoo, na sisi hapa tuko tayari kweli kweli. Tuko kamili gado kukujuza kuelekea dabi hiyo ya Kariakoo. Hayawi yamekwenda kuwa, lakini mitaa inazungumza kwamba ndani ya klabu ya Yanga kuna nyota muhimu kweli kweli watakosekana kwenye mchezo huo dhidi ya Wekunda Msimbazi Simba. Mitaa inasema Pacome Piodo Zouzoua huenda siwe sehemu ya kikosi cha Yanga, lakini mitaa inazungumza Clement Walid Mzize huenda pia siwe kikosi cha Yanga. Lakini vipi kuhusiana na taarifa ya kocha na taarifa rasmi za klabu ya Yanga Afrika zinaelezaje? Basi ungana nasi hapa sako kwa bako ili uendelee kusendelea matangazo jadidi kweli kweli yasiyokuwa na shida wala shaka yoyote. Steven Mapunda, yes, uko vizuri? Mimi niko vizuri. Uzima upo na haulalamiki, sio? Uzima upo, silalamiki. Ndio. Namshukuru aliye juu. Okay. Bwana, ni jambo la kumshukuru Mungu kweli kweli kama uko njema. Lakini taarifa sijui umekutana nazo kwenye mitandao mbalimbali ya kwamba mwamba Pacome Piodo Zouzoua pamoja na Clement Mzize hawatakuwepo kwenye kikosi cha Yanga dhidi ya Simba. Je, unafikiri taarifa hizi zina ukweli kiasi gani? Kwa sababu kocha hakuzungumza lolote kwenye ile meeting, sawa pre-match meeting. Yes, pale kocha hajazungumza. Lakini hatujasikia pia taarifa rasmi kutoka ndani ya klabu. Je, taarifa hii imekaa kimkakati ama Young Africans wanatengeneza boom kuelekea kwenye dabi kubwa hii na kuwabagaza mara 6 mfululizo watani wao? Hilo neno kubagaza ni tegemonge maizena na kubananga. Ukweli ni kwamba pale unapokuja kuangalia inapofika swala la dabi ya Kariakoo, Simba na Yanga, kumekuwa na mambo mengi sana yakiwa yanazungumzwa, lakini mengine yakifanyika, kwa maana kwamba unapotaja mechi kubwa katika ukanda wa Afrika Mashariki, basi Simba na Yanga zinakuwa zinachukua namba 1. Yaani hiyo halipingiki. Ukienda Rwanda, ukienda Burundi, ukienda Kongo sasa hivi, ukienda Kenya, Uganda, hakuna dabi yoyote ambayo inaweza ikawa na mashiko na ikatazamwa sana kama dabi ya Simba na Yanga. Dabi ya Kariakoo imekuwa na mvuto wa hali ya juu. Kwa hiyo wakati mwingine kuna kuwa na viashiria vingi sana ambavyo vinaweza vikazungumzwa kwa ajili ya kuweza kuleta mvuto wa mechi husika. Hapa anahusishwa Pacome Piodo Zouzoua. Kwa sasa Pacome Piodo Zouzoua yeye ndo kivutio cha ligi yetu ya NBC Premier League. Yaani kama vile unavyoona kule Saudia, Cristiano Ronaldo alivyokuwa kivutio katika nchi ligi ya Arabuni. Kwa sasa kwa Tanzania hatuna budi kuona kwamba Pacome Zouzoua ndio kivutio cha ligi yetu ya NBC Premier League. Kwa maana hiyo kwamba lazima ili kuweza kunogesha lazima tuzoe kuzipata taarifa zake mbalimbali. Ikiwemo taarifa kama hii kwenda kwenye mechi muhimu ambayo inakwenda kuamua watu kuanza na mguu wa aina gani, inaibuka hali ya sintofahamu kwamba
Piedo huenda asiwe sehemu ya mchezo. Okay. Na kwa nini unaweza kuwaokota watu wengi zaidi? Kwa sababu siku ya kilele cha mwananchi tunamwona litambulishwa, tunamwona likata mayenu, lakini kwenye pichi hatukumuona hata kuvaa hata socks za kuingia kwenye pichi. Alishia tu na tracksuit akiwa nje mpaka mchezo unamalizika. Lakini pia vile vile unapomzungumzia Clement Walid Mzinze, unazungumzia kinda kutoka Tanzania ambaye kwa sasa ameweza kugonga vichwa vingi sana vya timu mbalimbali barani Afrika. Lakini pia kuhusishwa hata timu za Ulaya kule nchini Ufaransa, ili aliwahi kuhusishwa kwenda kucheza. Kwa hiyo na sasa rasmi in Africa kwenye mkutano wao walikuja kutaja dau ambalo liliweza kushtua watu kwamba walikataa ofa ya bilioni 5. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye anazungumzwa sana. Kwa hiyo kwenye kuhusishwa katika jambo kama hili ni jambo ambalo linakwenda kunogesha zaidi dabi ya Kariakoo kabisa. Na pia bwana Sisco anatakiwa utambue kwamba Pierre Pacome Zouzoua pamoja na Clement Walid Mzinze hawa ndio killers wa mwisho kwenye dabi ya Kariakoo, kwa maana kwamba Pacome aliweza kufunga na kutoa pasi saidizi, lakini pia vile vile Clement Mzinze naye pia aliweza kufunga goli la ushindi la kuweza kuwapa uhakika wananchi kuwa mabingwa. Kwa hiyo nachelea kusema kwamba hawa ndio watu ambao wameweza kuleta mvuto kwenye dabi ya Kariakoo, kwa maana ndio mashujaa wa mechi ya mwisho. Kwa hiyo hiki ambacho kinazungumzwa kinazungumzwa katika pande hiyo ambayo mimi naweza nikaizungumzia, kwa sababu kama ingekuwa ni official statement basi tungeanza kuona kupitia kwenye idara za habari kwenye klabu husika. Lakini pia mapema tumeona pre-match meeting imeweza kufanyika, mkutano wa waandishi wa habari pamoja na mabenchi ya ufundi pamoja na wawakilishi wa wachezaji. Halijazungumzwa katika hali za wachezaji. Hatujamsikia Romain Folz akitoa hali za wachezaji na kusema kwamba ana sintofahamu ya Pacome Pierre Zouzoua au Clement Walid Mzinze. Nini tafsiri yake? Ni kwamba yuko tayari kwenda kupambana, yuko tayari kwenda kuonyesha kitu kipya. Lakini kitu ambacho Romain Folz ameweza kuzungumza kikubwa zaidi, akasema kwamba kikosi kamili cha Dar es Salaam Africa kitakwenda kuonekana mechi dhidi ya Simba Sports Club. Kwa hiyo inawezekana pia ikawa ndani ya mipango yake kumwanzisha Pacome au kuto kumwanzisha. Yeye anasema kwa sababu ni benchi la ufundi jipya na yeye ni kocha mpya, basi atakwenda kuonyesha kikosi cha kwanza dhidi ya Simba Sports Club. Na ukitazama vizuri kwa corona hii ni kama vile danganya toto, lakini hivi viumbe viwili hatari kweli kweli, Pacome Pierre Zouzoua pamoja na Clement Mzinze huenda wakaibukia kwenye dabi ya Kariakoo. Yanga wanacheza na akili ya Simba. Of course yes, mimi naweza nikasema hivyo kwa maana kwamba Clement Mzinze alihusika kucheza klabu ya Yanga paka mwisho wa msimu kabisa. Amecheza kwa intensity kubwa. Lakini pia Clement Mzinze alihusishwa kwenda kucheza timu ya taifa. Amecheza paka mechi ya mwisho ya Chani. Lakini pia alikwenda pia kucheza kufuzu kombe la dunia nani timu ya taifa. Kwa hiyo kumchezesha tena mechi dhidi ya Bandari ingekuwa ni kuweza kumtengenezea fatigue. Kumweka benchi mimi nilielewa kwamba anatunza energy kwa ajili ya kuja kucheza mechi muhimu. Kadhalika pia Pacome Pierre Zouzoua yule ni X factor kwa sasa na ndio star man katika klabu ya Dar es Salaam Africa na ni mchezaji muhimu wa kuweza kuamua matokeo. Kumchezesha dhidi ya Bandari, tuliona Bandari style wanaoicheza, nafikiri hata Romain Folz aliweza kuwasoma. Watu ambao wako tu fiziki wanafika sana milini, inawezekana pia ikamletea tabu Pacome Pierre Zouzoua, na inawezekana pia alishapitia taarifa mbalimbali za makocha waliomalizika kwamba huwa inakuaga namna gani kama ukutana na mechi ambayo wanafika sana milini kwa Pacome Pierre Zouzoua, madhara ambayo anayapata. Kwa hiyo inawezekana pia aliweza kumtunza ili kuweza kumpata siku ya Simba Day. Kwa hiyo hii ni mipango na mkakati ambao umewekwa na Romain Folz pamoja na benchi lake la ufundi. Tutegemee kumuona Pacome Pierre Zouzoua. Sawa, tuingele ama tutazamie mchezo wenyewe sasa usika. Steven Mapunda, unafikiri utakuwa ni mchezo aina gani? Lakini pia upi mtazamo wako kwenye mchezo mkubwa namna hii, sababu Simba anautaka kweli kweli. Bonus nyingi zimetolewa. Jay Luti pale ameweka bonus takriban milioni 100 hivi unaambiwa kwa ajili ya timu ikipata ushindi, lakini kipa asiporuhusu goli akipata clean sheet anapewa milioni 10 za Kitanzania. Lakini inasemekana Mohamed Dewji na yeye amemwaga mzigo pia kwa wachezaji. Ni mabonus juu ya mabonus ili Simba wafanye vizuri kwenye huu mchezo. Young Africans inasemekana pia bwana pale kutokea kwenye jengo la Salamanda kuna ofa kubwa kutoka kwa Ghalib ambayo imesogezwa mezani ili wakapambanie klabu hiyo na kuibagaza kama si kuichakaza
na kuibananga klabu ya Simba. Unajua Cisco, hili naomba uweze kulitunza na baada ya game uje kunifuata. Okay. Mimi ukiniambia ukichukua kocha wa Simba Fadlu Davis pamoja na Romain Folz kwa kutokana na mikutano walioifanya na waandishi wa habari mapema, yes. Nikichukua kauli zao, kocha wa Simba anasema kwamba wenyewe hawana pressure kama ilivyokuwa kwa Yanga. Yanga wana pressure zaidi wanapocheza na Simba, kwa maana kwamba wameshinda mara nyingi, kwa hiyo wanaingia na pressure wakitaka wasifungwe tena mara nyingine, wana pressure zaidi kuliko Simba ambao wamefungwa mara nyingi. Kwa hiyo kauli hii mimi nikichukua ni kauli ya mwanaharakati. Unajua wanaharakati mara nyingi sana wanapofikia hatua ya kuanza kutafuta uhuru au kutafuta haki au kutafuta jambo lolote, huwa zinaibuka slogan nyingi sana kwamba za kuweza kutiana moyo. Kwa sasa kocha amekuwa mhamasishaji, hajakuwa tena sehemu ya benchi la ufundi. Ukirejea pia kauli yake kwenye Simba Day, anasema kwamba this year is a year of success, is a year of trophies. Sio kiufundi wala sio nini, kwamba tunawa-encourage, tunawatia moyo na sisi tunaweza. Yani sasa kama ni kampeni fulani ya sasa ya kusema sasa unyonge basi, lakini sio kauli za kiufundi. Lakini ukija upande wa Romain Folz, yeye anakuambiaje? Anakuambia kwamba yeye anaingia pale akiwa anakwenda kutegemea kuweza kupata ushindi, lakini pia akienda kutengeneza kikosi chake kwa mara ya kwanza, ndio watu waende kuona pale ufundi atakaoweka na kikosi chake cha kwanza ni kipi. Watu waache kumpangia kikosi, wataenda kukiona siku husika ya Simba ambaye anakwenda kukutana na Dar es Salaam Young Africa. Lakini pia ukiangalia bwana Cisco, upande wa Dar es Salaam Young Africa, wachezaji ambao wamemfanya Simba aweze kuwa mnyonge kwa mechi 5 mfululizo, spinal cord of team, wapo kwa 75%, ambaye ameweza kuwatesa muda mrefu. Mtu kama Maxi Zengeli ameweza kuwatesa katika mechi 3, ameweza kuwafunga yani. Ukimwangalia mtu kama Clement Mzize bado yupo ndani ya Dar es Salaam Young Africa. Ukimwangalia Ibrahim Abdullah Baka yupo, ukimwangalia Dickson Job yupo, ukimwangalia mtu kama DJ Diala, ukimuuliza Diala, wewe mara ya mwisho kufungwa na Simba ukaondoka umepoteza pointi 3, atakwambia nakumbuka siku ya Kibu Mkandaji tuliweza kufungwa goli 2, lakini pia nakumbuka siku ya Ngao ya Jamii tuliweza kupoteza kwa mikwaju ya penalty. Baada ya hapo sina kumbukumbu yoyote ya mimi kupoteza mbele ya Simba Sports Club. Lakini pia ukimuuliza ni mara ngapi nyavu zako zimetikiswa katika mechi 8, atakwambia nimetikiswa mara 2 dhidi ya Kibu Mkandaji, nimetikiswa mara 1 na Koblan Fred, lakini tuondoka na ushindi, lakini pia ikatikiswa mara 1 na nani mwingine tuseme alikuwa sio Kibu tena kweli? Hapana, na Kibu Dennis dhidi ya Yanga goli 5-1 hiyo. Kwa mbali na hapo hakuna sehemu nyingine ambayo anaweza kaweka kumbukumbu. Lakini ukirejea upande wa Simba Sports Club, wachezaji ambao walikuwepo kwenye kikosi wanatikiswa goli 5, walikuwepo kwenye kikosi wanatikiswa goli 1, goli 2-1. Ukiwauliza kumbukumbu zao zote wanakuwa hawana historia ya kuondoka na ushindi. Ukimwangalia Kamala golikipa namba 1, amecheza dhidi ya Yanga mara 3 na zote hizo hajawahi kuondoka na clean sheet, hajawahi kuondoka na ushindi. Kwa wana historia mbaya. Kwa unaona kabisa kwamba hapo kuna sehemu ya kuweza kujiuliza zaidi. Lakini ukirudi kwa Jean Charles Ahoua, kwa nini nawataja hao? Kwa sababu hao ndio mihimili ya timu na ndio muhimu zaidi. Top scorer wa Simba, lakini pia yeye ndio mwenye assist nyingi katika kikosi cha Simba Ahoua, lakini hajawahi kutoa pasi saidizi akiwa anacheza dhidi ya Yanga, hajawahi kufunga dhidi ya Yanga. Lakini ukiangalia antivirus upande wa pili, Pacome Pierre Zouzoua amewahi kufunga na amewahi kutoa pasi saidizi tena mechi zaidi ya 1. Ukirejea kwa Maxi Zengeli imekuwa ni virus ambayo imekosa antivirus upande wa pili pia hivyo of course. Na ukirejea kwa Elim Panzu amekuwa hatari zaidi anapocheza timu tofauti na Dar es Salaam Young Africa, lakini akiza na Young Africa hajakuwa hatari. Kwa hiyo kwa takwimu hizi na kwa maelezo hayo na kwa historia hiyo, bado Dar es Salaam Young Africa kima karatasi kimpira anapewa nafasi kubwa zaidi ya kuweza kuibuka na ushindi ukimlinganisha na Simba Sports Club. Sisemi kwamba Yanga anashinda moja kwa moja, lakini kulingana na takwimu, kulingana na makaratasi yanavyosema, Yanga anakuwa timu ya kwanza na Simba anakuwa second team. Simba ili aweze kufanikiwa katika mchezo huu anatakiwa aingie na full respect dhidi ya Dar es Salaam Young Africa. Lakini akiingia kwamba wao wana miguu miwili na sisi tuna miguu miwili, wao wapo 11 na sisi tupo 11, wao wana mashabiki na sisi tuna mashabiki,
kuna dhahama inaweza ikaingia ndani ya Simba Sports Club. Bwana, tunaika nukta hapa, kuna dhahama inaweza ikawajia klabu ya Wekundu Msimbazi Simba. Mimi naitwa Cisco, tusubiri dakika 90 zitakuja na majibu gani, alafu tarejea tena hapa na yeye Steven Mapunda kwa ajili ya kukupa tathmini ya kile ambacho tulikishuhudia. Itoshe kusema wailalika, maasalam.